Kwa muda wa miaka 5 umejua vichochoro vyote tulivyokuwa tukipita kutafuta fedha. Kwa hiyo utamsimamia atakayekaa kwenye nafasi yako ili naye aweze kupita kule tulikopita, fedha ipatikane na kazi ifanyike. Kwa hiyo kwa ufupi, una kazi kubwa sana. Una kazi kubwa sana, na leo baadaye nitakwenda kulifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao nitaeleza yale yote ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya kipindi hiki cha miaka 5. Kuna mengine uliyasema mwenyewe jana pokuwa bungeni, nilikusikiliza vizuri, na ni imani yangu kwamba hukuyasema tu, lakini una moyo wa dhati kuyasimamia yale yote. Kwa hiyo kama nilivyosema, tukutakie kazi njema. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kassim aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako vishawishi ni vingi vya marafiki, ndugu, jamaa na wengine, vishawishi ni vingi. Nafasi yako ile haina rafiki, haina ndugu, haina jamaa. Ni nafasi ya kulitumikia taifa hili. Kwa hiyo nikutakie kila la heri katika utumishi wako, na mengine tutaelezana kwenye vikao vyetu vya ndani pamoja na baraza la mawaziri. Nikutakie kila la heri, na walioko hapa wote wamekuja kukushuhudia tukikubebesha mzigo huo, na umetuthibitishia jana kwamba unauweza na utakwenda kufanya kazi. Nakutakia kila la heri. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, naomba tukae. Kinachofuata sasa, kwa heshima na taadhima, naomba uridhie tupate picha za kumbukumbu za tukio hili. Haya, wataalamu, naomba tufanye utaratibu sasa. Wakati tukifanya maandalizi ya picha za kumbukumbu, brass band, tunaomba burudani. Wataungana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika meza ya mbele Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Katibu Mkuu Kiongozi Muungano, Katibu Mkuu Kiongozi Zanzibar, na Mwanasheria Mkuu wa serikali. Naomba maafisa itifaki tuwaongoze viongozi niliowataja wakakae katika viti vya mbele.